nyuma kidogo. Mimi naendelea. Habari zenu za asubuhi ndugu waandishi na wote ambao watatufuatilia katika kupitia vyombo vyenu vya habari kwa lengo la kukumbushana na kufikishiana ujumbe katika mambo muhimu yanayohusu maisha yetu ya kila siku. Naam, tumewaita hapa ndugu waandishi katika kusudio hilo, na tunachotaka kuzungumza kama kamati ya amani ya mkoa wa Dar es Salaam, nikiwa mwenyekiti wa kamati hiyo na baadhi ya wajumbe tuliokuwa nao hapa, lengo letu kufikishia umma hususan wa Tanzania juu ya mustakabala wa amani ya nchi yetu. Sisi ni kamati ya amani ambao katika mengi tunaoshughulikia ikiwemo kuilinda, kuienzi na kuidumisha amani ya nchi yetu kama watoto wa Kitanzania. Kama mnavyojua, kamati ya amani inaundwa na madhehebu yote ya dini katika nchi yetu. Sote tunajua kwamba nchi yetu kwa mujibu wa katiba haina dini, lakini hilo haliondoshi ukweli kwamba wananchi sote tuna dini zetu. Kwa hiyo tunatakiwa pia, pamoja na kuishi kwa miongozo na sheria za nchi yetu, lakini pia tuna haki ya kuishi kwa miongozo ya maelekezo ya imani zetu. Hivi vitu hatuwezi tukaviachanisha, serikali na imani za kidini. Kwa maana hiyo tuko hapa kama viongozi wa dini chini ya mwamvuli mmoja wa kamati ya amani kuzungumza na ndugu zetu wa Tanzania pasi na kuangalia na matabaka au tofauti za imani zetu. Na kikubwa tunachotaka kuzungumza ni hilo hilo, kuendelea kuilinda amani ya nchi hii kutokana na mwenendo tunauona hivi sasa. Tusiti kusema kuna viashiria vya kutaka kuivuruga na kuchafua amani tuliopewa kama tunu kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambayo pia imepokewa na wazee na mababu waliotuzaa na kutulea. Hatimaye leo sisi sote tuko hapa kama wanadamu tunafanya shughuli zetu mbalimbali. Kwa hiyo leo, ndugu waandishi, kamati ya amani inataka kutoa tamko lake kupitia nyinyi, na hususan kutokana na kile tulichokisikia juzi na kikisemwa na mkuu wa jeshi la polisi ndugu Wambura. Kwa hiyo kamati ya amani ya viongozi wa dini wa madhehebu mbalimbali mkoa wetu wa Dar es Salaam tumeipokea kauli iliyotolewa na mkuu wa jeshi la polisi hapa nchini IGP Camillus Wambura aliyoitoa hivi karibuni alipokuwa akizungumza nanyi waandishi wa habari, akiwasihi baadhi ya watu wanaotaka kuharibu amani, na pia aliwaomba Watanzania wawe watulivu na wasikubali kutumiwa na baadhi ya watu wasiokuwa na nia njema na amani ya nchi yetu kwa kuwashawishi kufanya maandamano kupitia mitandao ya kijamii. Nadhani sote tumesikia habari hizo kwamba imevuja habari kwamba kuna mpango wa kufanya maandamano, na imesisitizwa maandamano ya vurugu hasa ya kimkakati. Sisi tumeona jambo lile ni kitu kinachoashiria kuvunjwa amani ya nchi yetu. Kwa hiyo sisi kama kamati ya amani, kwanza tunalaani matamshi hayo na yoyote ya kutaka kuleta machafuko katika nchi yetu, na kuvitaka vyombo vya ulinzi na usalama visisite kufanya kazi yake katika kuhakikisha inatuliza amani ya nchi yetu, hasa pale yanapotokea kama haya mambo yanayoashiria kuchafua amani ya nchi hii. Kama kamati ya amani vile vile
tunawaomba Watanzania wenzetu wa kada mbalimbali na haswa vijana wasikubali kamwe kutumiwa na baadhi ya watu wakiwa wanasiasa au watu wa dini au watu wa makundi mengine ambao wanakusudia kuleta machafuko na kuharibu amani na utulivu kama tulivyosema tuliopewa na Mwenyezi Mungu kwa bahati yetu, lakini pia ukapokewa na wazee wetu na wakahudumisha wakatuambukiza na sisi watoto wao tunaoishi hivi sasa. Kwa hiyo kama kamati ya amani tunaomba Tanzania wote tuendelee kuilinda na kuidumisha amani ya nchi yetu, kwani endapo amani ya nchi yetu itavurugika, basi hakuna atakayesalimika hata mmoja. Hivyo ni wajibu wa kila mmoja wetu kuhakikisha anadumisha amani na umoja na mshikamano wetu ambao uliasisiwa na wazee wetu siku na siku kama tulivyopokea sisi, kwani sisi sote tunaishi kwenye jahazi moja linaloitwa Tanzania. Sote sisi tunaishi katika jahazi moja linaloitwa Tanzania. Pamoja na tofauti ya imani zetu, tofauti ya matashi yetu, tofauti na shughuli na kazi zote, bado tunakusanywa na jina Tanzania. Kwa hiyo sisi sote ni Watanzania. Katu tusikubali mtu yoyote alitoboe jahazi hilo, hali ya kuwa sisi tunamtizama, kwani likizama tutazama sote kwa pamoja, hakuna atakayesalimika. Kwa hiyo kila mmoja kwa nafasi yake, ikiwa ni mtu wa kawaida, mwanasiasa, mtu wa dini kama sisi tunaotoa kauli hii, ni haki yetu sote kushirikiana katika kuhakikisha amani, upendo, mshikamano wa nchi yetu vyote vinaendelea kwa pamoja pasi na misukosuko. Kwani tunatakiwa basi tuwapuuze baadhi ya watu wanaotoa kauli zenye lengo la kutugawa kama Watanzania. Katu tusikubali mtu yote atugawe na atuvurugie amani ya nchi yetu. Hayo ni maneno ambayo kwamba tunayakusanya katika ujumbe wetu, na sisi kama kamati ya amani uwafikie watu wote kwa pamoja, na lengo letu ni kushirikiana kudumisha amani, kwa sababu vitabu vyote vya dini vinazungumza haya tunaohitimishia neno letu la leo. Akiwa ataamka mtu asubuhi ana amani ya kutosha, lakini ana afya ya mwili wake na angalau mkate wa siku yake ameupata, vitabu vyote vya dini vinasema mtu mwenye mambo matatu haya basi amepewa dunia yote. Kwanza lakini ni amani, pili afya, tatu angalau biskuti ya siku ameipata, anasema mtu huyo itakuwa amepewa dunia. Kwa hiyo ndugu zetu, tunawashukuru kwa kuja na kutusikiliza na kuupokea ujumbe wetu huu. Tunatarajia nanyi kama Watanzania kwa nafasi zenu mtachangia katika kulifikisha hili kwa umma. Tunaomba Mwenyezi Mungu awabariki na afanye wepesi katika kazi zenu. Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Tanzania. Asanteni, karibuni sana.